Shughuli ya kuwahoji waliotuma maombi ya kuwa majaji wa mahakama kuu na ile ya rufaa imeanza. Mwenyekiti wa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA Ahmed Isaac Hassan na mchanganuzi wa masuala ya katiba Profesa Migai Akech ni miongoni mwa wale wanaotaka kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama ya rufaa. Aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC mwaka 2011 hadi 2017 na ambaye sasa ni mwenyekiti wa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa idara ya IPOA, Ahmed Isaac Hassan, amesema lengo lake kuu iwapo watateuliwa kuwa mmoja wa majaji wa mahakama ya rufaa ni kuhakikisha kesi zinaamuliwa haraka. The Court of Appeal has to approach the same way that the High Court and the Supreme Court has approached interpretation of the Constitution in a purposeful manner to ensure that it lives up to the values upon which we agreed as a nation to have this Constitution, and to ensure that we should not lose focus of the fact that this is a people-centered Constitution. Mhadhiri wa masuala ya sheria katika chuo kikuu cha Nairobi Profesa Migai Akech, majaji wa mahakama ya mazingira Maronga Angima na Amugo Angote ambao pia wanawania wadhifa wa wajaji katika mahakama ya rufaa vilevile walihojiwa na tume ya JSC inayoongozwa na jaji mkuu Martha Koome. Is there corruption in some segments of the judiciary? Perhaps that is the case. As you say, where there is smoke, there is likely to be fire, right? And so those are things that we cannot ignore. But you see, in a context such as one being a judge in an administrative system, the primary duty is to be able to report things when they go wrong. JSC inapania kuwateua jumla ya majaji 35, 15 wa mahakama ya rufaa na 20 katika mahakama kuu. Maafisa wa idara ya mahakama watakaoteuliwa kufuatia mahojiano yanayoendelezwa na tume ya JSC wanatarajiwa kuanza rasmi majukumu yao kabla ya mwezi Aprili mwaka huu. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.